Karibu kwenye jukwaa la Mwenge wa Kiswahili, nahodha wako Jibril wa Adam. Michezo ni moja kati ya mambo muhimu sana ambayo yanaendana moja kwa moja na masomo. Na ndio maana leo katika jukwaa letu la Mwenge wa Elimu tumebahatika kupata mwalimu na mtaalamu ambao tunaenda kujadili mawili matatu kuhusu michezo. Hujambo na karibu. Sijambo, asante sana. Naam, tuna gumzo letu leo ambalo tunataka kupiga hapa kidogo, ambalo linahusiana na swala zima la michezo pamoja na mtaala huu wa CBC. Kwa hivyo kabla sijafungua furushi langu la maswali, naomba ujitambulishe kidogo. Naam, asante. Mimi ni Hukumu Idris, mwalimu wa Kiswahili, pia mwalimu wa michezo. Naam, japo kwa sasa nimejikita sana katika michezo. Japo pia masuala ya Kiswahili na kufunza, bado mimi ni mwalimu. Natumai mimi bado ni mwalimu, lakini sana mimi ni mshauri wa michezo shule na jinsi ya kusaidia tu wanafunzi kuendelea na masomo yao na pia wasiawache nyuma masuala ya michezo ili kukuza talanta zao. Naam, unataja kwamba mbali na walimu unashughulika sana na masuala ya michezo. Hivi karibuni kumekuwa na mageuzi makubwa katika elimu ama sekta ya elimu nchini Kenya. Na tumeona mfumo mpya wa CBC ambao sasa hivi umebadilika na ukawa CBE, pamoja na ile mifumo mingine kama ule wa British curriculum ambao inasisitiza sana michezo. Je, katika uelewa wako unadhani kwamba mfumo huu wa CBC unaipatia michezo nafasi kubwa, na ni kwa nini ukilinganisha na ule mfumo wa hapo awali? Naam, mfumo wa hapo awali ule wa 844 mara nyingi ulikuwa umeipa michezo kama option B. Nasema option B manake yale masomo ya kwata PE unapata mara mingi hakuwa yanafanywa. Pata walimu wa hesabu walikuwa wanayaingilia sana. Tulia hapo kwanza, unasema wakati somo la kwata ama PE limeweka kwenye ratiba, mwalimu wa hesabu alikuwa ananyakua. Kwa hivyo utapata yale masomo yalikuwa kwa uhalisia ni PE, lakini mwalimu wa hesabu anapoona ni PE, yeye alikuwa anajua huu ni mchezo tu, hii ni michezo tu, haina msaada wote kwa wanafunzi. Kwa hivyo walikuwa wanayachukulia si kwa maanani. Kama ana kazi ya ziada masomo fulani napata wanalichukulia. Kwa hivyo 844 haikuchukulia maanani sana michezo shuleni ama sporti. Lakini CBC ama CBE angalau wameleta afueni kwa michezo. Wanaona wale watoto pia wanajiingiza katika michezo, wanasoma michezo darasani, wanaandika yale mambo kwenye vitabu. Kwa hivyo wanaona wanaitilia maanani angalau. Vizuri. Umetaja kitu kwamba mfumo huu wa CBC ama CBE unatilia maanani sana michezo. Je, unadhani kwamba kuhusishwa kwa michezo katika mtaala huu wa CBC kunafanya vijana na wanafunzi wapende masomo sana? Ama kwa sababu ukiangalia katika mazingira ya kawaida, pale ambapo wanafunzi wanahusishwa katika michezo huwa wanapenda sana. Kwa hivyo nataka kuelewa kama uhusishwaji wa michezo pale unachangia sana wao kupenda masomo, ama pengine ni njia moja tu ya kuhakikisha kwamba pengine wanautumia muda wao ule mwingine ambao wangeutumia katika mambo mengine ambayo sio mazuri katika shule. Naam, ni kweli kabisa. CBC imeleta michezo katika taasisi ya elimu, na unapata wanafunzi wengi walikuwa wanafungua nje. Kuna yule mwanafunzi ambaye alikuwa mzuri sana kwa mchezo wa kandanda. Lakini mchezo wa kandanda siku zote ulikuwa una muhula wa pili ama muhula wa pili. So unapata mwanafunzi muhula wa kwanza hana furaha shuleni, manake
anangojea tu muhula wa pili ili ajihusishe na huo mchezo. Lakini vile walivyoleta spoti ama michezo katika taaluma nzima ya ualimu, mfumo mzima wa elimu, wanafunzi wanapata kujihusisha na michezo mara kwa mara. Unapata ili somo la kwata asilimia kubwa sana ni wanaenda nje. Kwa hivyo kama ni mchezo wa mpira, ataupiga vipi ule mpira? Kama ni mchezo wa volleyball, hizo skills zote anasoma darasani. Kwa hivyo anapata, anapokaa mle darasani, ana relate kila anapenda, kila anaona televisheni, wakati huo anaona kombe la dunia, anaona jinsi wale wachezaji wanacheza na jinsi alivyofunzwa ile somo la PHE ama somo la kwata, jinsi alivyofunzwa masuala ya kama ni tapping, passing, anaweza kujihusisha mara moja kwa moja na yale ambayo anaona darasani na kwa televisheni. Kwa hivyo wanafunzi wameweza kupenda mfumo huu kulinganisha na ule wa awali. Kwa hivyo mfumo wa CBE umeipa fursa nzuri sana wanafunzi ili kujijua na kujigundua in terms of talanta zao na ile ambao wangependa kuwa maisha. Umetaja kwamba kuna study ama skills ambazo wanafunzi wanajifunza katika ujihusishaji wao na michezo mbalimbali. Pengine unaweza kutoa mifano ya study hizi ambazo wanafunzi wanajifundisha katika michezo? Maanake kuna michezo ya binafsi ambayo unaweza kucheza peke yako, alafu kuna michezo mingine kama kandanda, raga, netiboli, basketiboli, michezo ambayo unahusisha timu moja na timu nyingine, ama hata katika timu moja unagundua kwamba kuna timu ya watu 11, timu ya watu 7. Kwa hivyo ni study zipi ambazo wanafunzi wanajifundisha katika michezo ambazo baadaye watakuja kuzitumia ama wanazitumia baada ya michezo, ama watakuja kuzitumia baadaye, alafu ziweze kuwafanya wawe watu wenye thamani, watu wenye kujukumika, watu ambao wanaweza kujitegemea. Lakini study hizi kimsingi zinakuzwa na michezo. Ni kama kuna study ambazo zipo katika mfumo huo? Ni nyingi tu. Kwa mfano mazungumzo, ile hali ya kuwasiliana. Mchezo hasa mchezo wa kandanda au mchezo wa netiboli, volleyball, raga, unapata mchezo hii huwezi jihusisha kama study za mawasiliano, kusikiliza. Utapata ndiposa upate ucheze kama kwa umoja. Pale lazima uwasiliane na wenzako. Kwa hivyo utapata michezo usaidia mwanafunzi ile study ama ule ueledi wa kuwasiliana, kuelewana na wenzake na kufanya kitu kwa pamoja ili kupata ile lengo ama kupata ni kukate kidogo. Nafikiri study hiyo pia ni moja katika ile malengo makuu katika CBC ambayo inaitwa communication and collaboration. Kwa hivyo wanapozungumza wakiwa uwanjani, pengine wanazungumza, wanapanga mikakati yao, na pia wanazungumza na kocha, kuna refa pale. Kwa hivyo napata kuelewa kwamba inakuza hiyo. Mbali na hiyo kuna nyingine pengine? Naam, pia utapata katika michezo kuna kushindwa na kushinda. Tunasema kuna watoto wengi ama wanafunzi wengi hawawezi kustahimili kushindwa. In English inaitwa hawezi kustahimili yale machungu ya kushindwa. Unapata yule mtoto hata darasani anapoanguka mtihani atalia sana. Lakini katika sport ama michezo, kila mara mnashindana, unashindwa, leo kesho unashinda. Kwa hivyo unapata kustahimili zile hisia zako kama umeshinda. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Kwa hivyo tunapata kujifunza kwamba sio siku zote ambazo utashinda tu. Na nafikiri ni falsafa ama ni jambo zuri ambalo linaweza likaonekana pia katika maisha. Kuna wakati unaweza ukashinda, wakati mwingine ukashindwa. Ni jambo ambalo unajifunza katika michezo. Sawa.
Mbali na stadi hizo mbili, kuna jambo ambalo pia nilitaka kulifahamu kutoka kwako. Mtazamo wa walimu ni upi kuhusiana na michezo? Walimu hususan wa sasa wanadhani, manake tumesema hapo awali kwamba walimu walikuwa na mtazamo kwamba wakiona katika ratiba kuna michezo wanaipatia, pengine itakuwa hesabu, itakuwa sayansi. Lakini sasa hivi katika mfumo huu unahisi walimu wanaonaje michezo? Walimu wa masomo mengine ambao hawahusiki moja kwa moja na michezo wanaipatia nafasi, ama wanaona ni kikwazo ambacho kimeingizwa pale tu ili kufanya mambo? Naam, wakati hapo awali wakati mfumo wa CBC ulikuwa unaingia, hawakuwa wameitilia maanani sana, lakini jinsi walivyoona mfumo mzima umetilia maanani somo hili na ni somo ambalo ni la lazima, wakaona kuwa hawana budi. Lakini walimu wale wa awali, wale enzi ile 844 naam, hawakuwa wanachukulia somo hili kama somo ambalo litakusaidia katika maisha, litakusaidia kuweka chakula kwa meza. Lakini mwalimu wa sasa hivi, wale tunasema mwalimu wa Gen Z ama wale wa millennium, naam, wengi wanapenda somo hili na wengi wameweza kulikubali, na wengi wanaweza kuwashauri wanafunzi angalau jihusishe na mchezo mmoja shuleni, hata kama ni riadha, jihusishe na kitu kando na kusoma darasani, jihusishe na angalau mchezo mmoja, kama ni riadha, kama ni raga, kuwa mwanafunzi kujituma darasani na nje ya darasa. Kwa hivyo mwalimu sasa hivi, mimi nasema mwalimu wamekubali na wameukaribisha mfumo huu na spoti kwa njia nzuri sana. Asante. Unatumia mbinu gani kugundua vipaji vya wanafunzi wako darasani? Ujue kwamba huyu ana kipaji katika mchezo fulani, huyu ana kipaji katika raga kwa mfano, huyu ana kipaji katika riadha. Ni mbinu gani ambazo unatumia kuhakikisha kwamba unatambua vipaji hivi? Hilo la kwanza. Halafu la pili, ni mbinu gani ambazo unatumia kupalilia vipaji hivi? Manake moja kati ya changamoto kubwa ambazo zinaonekana hapa nchini ni kwamba serikali bado haijaweka rasilimali za kutosha katika kuweza kunafasisha michezo. Kwa hivyo, na bado kuna vipaji ambavyo vinafaa kukuzwa. Kwa hivyo wewe binafsi unatumia mbinu gani kutambua na kupalilia vipaji vya wanafunzi wako na hata huku nje? Naam, swali nzuri. Ninapoenda katika shule yoyote, wanafunzi hao wape uhuru, wapeleke kwenye uwanjani, wape mpira. Wale wanaopenda soka, wape soka wacheze. Wale netiboli, wale mpira wa vikapu, wape tu uhuru wacheze tu. Kisha waite kila mtu atoe maoni yake kuhusu kipindi hicho. Je, wamefurahia? Utapata mawazo yao. Wale wanaopenda mpira wa kandanda utawajua. Yule uwezi mficha, utamjua. Huyu kipaji chake kipaliliwa ataenda mbali. Yule ambaye anapenda riadha utamjua. Kwa hivyo unawapa uhuru kwanza, uone wanatangamana vipi na aina mbalimbali ya michezo. Kisha waite, piga nao gumzo kuhusu kipindi hicho. Kisha wapeleke katika ratili sasa. Andaa ratiba, program tu ya spoti siku moja. Mwalimu mkuu anaruhusu? Wanaruhusu, siku hizi wanaruhusu. Kitambo ilikuwa shida, lakini siku hizi wanaruhusu. Manake ili unadi shule yako lazima uwe na programu kama hizo. Kwa hivyo unaandaa programu kama hiyo ya mashindano tu. Wale wa soka, wale wa netball, wale mpira wa vikapu. Kisha baada kipindi hicho andaa zawadi kadhaa, wazawadi. Yule ambaye ameshinda hapa unampa zawadi. Yule ambaye ameshinda hapa unampa zawadi. Kisha sasa unawaambia hivi ndivyo tutakuwa tunafanya. Kila mwisho wa muhula, yule ambaye atakuwa bora zaidi kwa mpira wa soka
atapata zawadi hii. Yule ambaye atakuwa sawa atapelekwa mahali fulani, wale wanafanywa scouting. Kwa mfano shule ambayo naifunza kwa sasa, wanafunzi ambao ni bora kila mwisho wa mwaka wanapelekwa nje, Afrika Kusini ama Hispania, ili makocha wale wawaone zaidi. So, unapokuwa na ratiba kama hizo ama mpangilio kama huo, utapata kila mwaka mwanafunzi anatia bidii katika ule mchezo ambao ameupenda. Anatia bidii ili mwishowe aende aonekane nje ya nchi, nje ya kaunti, angalau aonekane tu. Naam. Kwa hivyo imewafaa wanafunzi wengi. Wafaa wanafunzi wengi sana. Haya. Waswahili wanasema kwamba chombo hakiendi ila kwa nyenzo. Unahisije kuhusu michezo na vifaa vya michezo? Unadhani kwamba wanafunzi katika shule ama za umma ama za kibinafsi wana vifaa vya kutosha vya michezo, ama katika mazingira yako yale ambayo upo ama kwingineko ambako umewahi kupiga darubini na kuangalia, unahisi kwamba wanafunzi wana vifaa vya kutosha? Ninapozungumzia vifaa nazungumzia uwanja, mipira, sare kwa mfano za michezo, neti, na hata vifaa vya vinavyotumiwa kwa mfano kukiwa na wameumia, pengine kuna kijisanduku cha huduma ya kwanza, first aid na mambo kama hayo. Unahisi katika mtazamo wako serikali imefanya jambo la kutosha pale, ama shule zinafanya, ama bajeti nzima ya shule huwa inaingia katika mitihani na vitabu na masuala mengine alafu wakasahau swala hili? Naam, kwa ujumla shule nyingi, hasa shule za Nairobi, hapa Nairobi, wako na shida kubwa ya viwanja. Unapata shule ni ghorofa, mmiliki hana shamba ama ardhi ya kutosha. Kwa hivyo shamba anamiliki tu yeye ghorofa. Pale kuna pale juu ambapo unapata ile ndio eneo la kila aina ya mchezo. Naam. Hapo ndio soka, hapo ndio wanafunzi wanapata chakula chao, hapo ndio wale wa skating wanafanyia pale. Kwa hivyo shule za Nairobi wana shida kubwa sana ya viwanja. Wanaweza kuwa na vifaa vingine kama sare, mipira, vifaa vyote wanaweza kuwa navyo, lakini uwanja, kumbuka uwanja ndio muhimili mkubwa sana katika hili swala. Unapata shule za Nairobi nyingi sana, swala la kiwanja ama viwanja ni shida, matatizo kubwa sana. Lakini shule za maeneo ya mashinani unapata uwanja wanavyo. Shida tu ni hivi vifaa vingine. Sasa unapata sasa mipira, ndio wapate mpira lazima kiongozi wa siasa aje aingilie kati. Kwa hivyo unapata wana shida kubwa. Uwanja uko nayo ekari 2 ama ekari 3. Kwa hivyo ni ile swala la aliyekupa mkeka nami kanipa jamvi ama kanipa, yani huyu anacho kile ambacho yule hana, na yule anacho kile ambacho huyu anatamani. Naam. Asante sana. Nafikiri tunaendelea vizuri. Na swali dogo hapa, nilitaka kujua katika mtazamo wako, kuna michezo ambayo wanafunzi wanaipenda sana kuliko mingine. Yaani katika darasa la wanafunzi 25 ama wanafunzi 100, manake kuna shule zina wanafunzi 100. Ukiwapatia fursa utaona wanafunzi wote wanaingia katika soka, kandanda. Wote wanataka kuwa na ndoto za kuwa Mbappe ama Cristiano Ronaldo. Wanawaacha michezo mingine yani hucheza kwa kulazimishwa ama kwa shurti, lakini sio kwa wao wenyewe. Unakabiliana na changamoto hii, na kama ni kweli huwa unafanyaje kwa kuonesha thamani ya voliboli, kuonesha thamani ya hoki ama mchezo wa magongo ama mchezo mingine hii? Kwa hivyo ni ukweli kuwa soka ama kandanda ni mchezo ambao umeshamiri duniani, na kila asilimia 80 ama 100 wengi hupenda soka sana. Kutaka kujua soka ni mchezo ambao unashabikiwa na wengi sana duniani kwa kipindi hiki cha kombe la dunia. Naam. Mtandaoni ninaongelewa, lakini
tumesahau kuwa hivi majuzi kulikuwa na raga, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anazungumzia. Kwa hivyo ni ukweli wanafunzi wengi wanapendelea mchezo wa soka. Katika wakati unapofunza somo la PE, unapata wanafunzi wanahisi vizuri unapofunza wale mafunzo yanayotangamana na mpira wa kandanda. Kwa hivyo tatizo lipo, lakini huwezi sema kuwa waache tu sasa tutenge michezo mingine kama volleyball. Kuna wale wachache ambao wanapenda michezo mingine. Kwa hivyo hao wachache wape hiyo fursa na wape muda wako vizuri, wadhihirishe kuwa michezo hii ina umuhimu. Kwa hivyo mbinu yangu ambayo mimi hutumia, hawa wachache ambao wanapenda michezo mingine wape kipaumbele. Waende uwanjani, wafanye mambo yao. Endapo kutakuwa na mashindano ambayo itamwonyesha taaluma yake, skills zake, mpeleke ili anaporudi na ushindi, wenzake wataona kuwa huyu ni mmoja amejitahidi katika mchezo huu ambao ni nadra shuleni, amerudi na ushindi. Utapata kuna wale wameenda kandanda, ile unaita peer pressure, watarudi na wajaline na ile michezo ambayo kwao wana uwezo, lakini kulingana na shinikizo la wenzao wameenda kwingine. Kwa hivyo wale wachache ambao wamezamia katika michezo mingine, wape muda wako 100%, wakudhihirishie. Kisha wengine watafuata tu, lakini soka upendwa sana duniani. Naam. Tumeona kwamba kuna baadhi ya michezo ambayo imekuza vipaji na talanta ambazo zinaonekana katika ulimwengu mzima. Mfano, tuna Kipchoge ambaye sifa zake zinajulikana nje na ndani ya nchi yetu, na Catherine Dereba, pengine Faith Kipyegon, kutaja tu. Kuna kaka yetu Mumanyala na wanariadha wengine, Yego ambaye anarusha mkuki, pamoja na wanasoka kama kina Victor Wanyama na wengine wengi. Mbali na hayo, utagundua kwamba kuna wazazi ambao wanamtazamo kwamba mwanafunzi lazima afanye vyema katika darasa na masomo, na wanaona kwamba ufanisi wa mwanafunzi unaegemea sana mafanikio yake katika masomo. Je, unashauri vipi wewe kama mwalimu ambaye unaingia darasani kumfundisha mwanafunzi na baadaye unatoka uwanjani, unaingia uwanjani pia unaangalia mwanafunzi katika mitazamo yote miwili? Unaweza ukamshauri vipi mzazi ambaye anashinikiza kwamba lazima mtoto huyu afanikiwe katika darasa, michezo aifanye baadaye, ama liwe jambo la kupumzisha akili tu, asilipe kipaumbele? Manake tumeona mifano kama hiyo ambayo kuna wazazi ambao wakiwa wanamwambia mwanafunzi, fanya kazi yako ya darasani, ipatie kipaumbele, mchezo utaufanya kama jambo la ziada tu. Naam. Mitazamo hiyo katika wazazi imefanya wanafunzi wengi kupoteza ndoto zao. Tunasema hiyo ni mitazamo ya jadi, ya kale sana. Na ukweli usemwe, si wote watakuwa madaktari, si wote watakuwa wahandisi, si wote watakuwa walimu. Kuna yule mwanafunzi ambaye yeye ako na kipaji ambacho yeye hicho tu lazima ukikuze, kitamlisha milele na milele. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu, wacha nishauri hao wazazi. Mwanafunzi, shule na mambo mengi. Shule hukuza kipaji, shule hufichua kipaji cha mtoto, na pia kupa tu elimu ya dunia. Kando na hii elimu ya vitabuni, kwa ile elimu ya dunia ambayo mwanafunzi yafaa asome na aelewe hali halisi katika hii dunia. Kwa hivyo wanafunzi ambao wamejikita sana katika vitabu bila kushurutishwa na wazazi, wasome.
lakini yule mwanafunzi ambaye ana talanta fulani, kipaji fulani, akikuze, japo asiache masomo, lakini akikuze, wacha walimu na shule na wazazi waungane, wasaidie hawa watoto. Sisi sote, mimi nilikuwa mwanafunzi na pia mimi nilikuwa napenda sana michezo, na mimi nilikuwa na hii nadharia katika akili yangu kuwa michezo ulipa, talanta ulipa sana sana. Silinganishi sana na nani ambao ulikuwa unamuona ukiwa mdogo usema katika michezo, safu ya michezo kwamba nataka kuwa kama huyo? Mimi sikuwa wanasema sikutaka kuwa professional player. Lakini nilikuwa nataka katika ile meza ambayo sheria za michezo zinatungwa, naomba sana siku moja niwe katika hiyo meza. Kwa hivyo mimi niko katika uongozi, nataka niwe katika uongozi, usimamizi, na wakati ambapo sheria za michezo zinatungwa niwe pale, sauti yako isikike pale. Pemi sauti yangu ikuwe pale. Tuone jinsi tunasaidia vijana ambao wako kijijini. Kuna vipaji vingi sana shuleni. Shule za magharibi, shule za mkoa wa Nyanza. Kuna vipaji vingi kule, lakini hii hoja ambayo lazima utoe hongo. Talanta na vipaji si kitu kutoa hongo. Kama unajua, na kama haujui. So, kuna wanafunzi wengi sana walifungiwa nje kwa hii mtazamo wa soma darasani, unapomaliza kusoma rudi katika kipaji chako. Na kumbuka mwanafunzi anakuwa. Kuna vipaji kama kandanda, anapofika miaka 18 ushaua talanta yake kabisa. Lakini kama ungekipalilia kama angali darasa la 3, la 4, la 5, angekuwa mbali sana. Na michezo haichukui nafasi ya elimu. Huenda sambamba. Vinasaidiana, huenda sambamba tu. Na kuna kitu wanasema, naweza zungumza katika lugha ya Kimombo. Sports reveals character. Kuna wanafunzi wengi sana tumekaa nao darasani, huwezi jua tabia zao halisi kabla hujamwona uwanjani. Mimi kuna wanafunzi wengi sana nachukua muda kule uwanja kumpa ushauri na anisikize vizuri, lakini darasani hata kuchukulia maanani sana. Una maana kwamba michezo inafichua tabia za wanafunzi ambao mwanafunzi anaweza kukaa darasani amenyamaza, humuelewi kabisa. Lakini ukiingia naye uwanjani anafunguka. Atafunguka na utamjua hali yake halisi, utamjua huyu anajua kutoa uamuzi mzuri. Huyu ni msikilivu. Katika uwanja kuna ile mwanafunzi ni mtundu, hawezi cheza na wenzake, lakini utakapompa amri pale uwanjani, na ile adabu ya uwanja ni kali sana kuliko ya darasani. Adabu ya uwanja, mwanafunzi huyu utamtoa nje na mwambie hutashiriki mchezo huu kwa siku kadhaa, huyo mwanafunzi atabadilika. Unaweza kutumia ama michezo inaweza ukatumia kama njia ya kuadhibu watoto ama wanafunzi? 100%, naam. Kwa sababu ile hamu yake, kuna nadharia ile ya reward and punishment. Kwa hivyo akihisi kwamba anaondolewa katika timu, itabidi amefanya yale yanayotakikana. Nakuelewa. Naanza kupata, na ndio maana wakati mwingine unaona mzazi ama mlezi anasema kwamba hutaenda kucheza kwa sababu umefanya kosa fulani. Na mtoto anadhurika kabisa katika mambo yake. Haya, nafikiri kuna mengi ya kujifunza sana hapo. Kwa hivyo katika ulingo huu nilitaka uzungumzie kidogo kuhusu mchango wa michezo katika maadili na nidhamu. Manake tumeona kwamba kuna kesi za wanafunzi ambao nidhamu yao iko chini, wengine wanachoma hata shule. Je, unadhani kama wangehusishwa katika michezo ifaavyo, kuna jinsi michezo inaweza kusaidia nidhamu yao ikawa bora, ama tukawaelewa sana ili tukajua kwamba huyu pengine ana changamoto fulani kutokana na michezo, tukaweza tukazirekebisha? Elimu hukuza nidhamu. Kwa hivyo nidhamu na michezo huenda sambamba. Kwa hivyo unapata tunatumia vile vikao vya michezo dakika 5 kabla tuanze mazoezi.
mchezo wote, kwa tunachukua muda huo kuwaelezea wanafunzi, ni kama ni mentorship programs, unawaelezea tuko uwanjani, lakini sharti masomo pia ukazi. Naam. Usikue hapo unacheza na unatia autii fora katika masomo yako. Kwa hivyo tunatumia michezo, unatumia kile kitu ambacho mwanafunzi anakipenda ili na kuchukua hiyo fursa na kutumia kumwelezea, kumpa maadili. Utapata maadili haya yanashika ukilinganisha na yale mazingira ya darasani. Wanafunzi wengi wapendi yale mazingira ya darasani ya kukaa chini. Lakini unapomhusisha, anasimama, anaketi, anakimbia, mara nyingi ushika na kukumbuka yale ambayo ameambiwa. Naam. Shukran sana. Tuangalie swala jingine ambalo linahusisha wanafunzi ambao wana changamoto za kimaumbile, special need wanaitwa hivyo katika lugha ya Kiingereza. Katika michezo ambayo tunazungumzia kwa sasa, unahisi wewe kama mwalimu wa michezo, kuna juhudi zozote zinazofanywa kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji muhimu katika jamii wanahusishwa kikamilifu katika michezo? Na kama wanahusishwa vipi, ama wewe huwa unawahusisha vipi? Pengine una darasa lako na una wanafunzi 2 ama 3 ambao pengine hawana sehemu fulani ya mwili, ama inaweza ikawa kimwili na pia katika kiakili. Naam. Kwa hivyo unawahusishaje wewe kama mwalimu katika vipindi vyako vya michezo? Naam. Wanafunzi kama hao wapo, watu tunaita gifted differently. Naam. Unapata hawa wanafunzi ambao wako na shida ya kiakili kidogo, ama upungufu wa kiakili, ili tunaita mild autism. Naam. Tunawapata sana wanafunzi, na kitu ambacho nimegundua katika hii taaluma yangu kwa hii miaka michache ambayo nimekuwa. Mafunzo miaka mingapi? Huu ni mwaka wangu wa 5-6. Ni miaka mingi. Naam. Unapata hawa wanafunzi wanapenda kupiga mbinzi, kuogelea. Aha. Wanajua sana, na sijui wanafunzi ambao wako na autism. Yeah. Aha. Wao sijui ni maumbile yao tu, wanajua kuogelea. Shida tu ambayo tunapata ili kupata maagizo, to get that instructions. Lakini wakishaingia kwenye maji ni samaki. Mwepesi sana kujua na kufunzwa, mwepesi sana. Sijui huo mwingiliano wa jinsi wanayofikiria na maji sielewi, lakini wengi ambao mimi nawafunza, wengi wanapenda kuogelea. Wanapenda sana. Kwa hivyo unapata wanafunzi kama hao, unapojua kuwa huyu anapenda kuogelea, tilia hilo hapo fora sasa. Ila anapoona wenzake wanafaulu katika mchezo wa kandanda ama volleyball ama riadha, yeye naye wacha atie fora huku. Pia ajione pia yeye huku ni mshindi, hata kama anashindwa huku, lakini kuna mahali anajua. Naam. Na kama ni darasa, unapata kuna mwanafunzi ambaye hana sehemu ya mwili, ana mapungufu tu. Naam. Muhusishe katika kwa mfano ni somo la nje ya uwanjani, michezoni. Naam. Unaenda nje, muhusishe. Kuna kazi nyingi pale. Kuna yule atabeba vifaa kama mipira. Kuna yule atakusaidia tu hata kuwa refa wakati mwingine. Kuwa refa. Naam. Ama kama unatoa maelezo, kuna ile chati ambayo unataka akushikilie tu. Mwanafunzi huyo mshirikishe kila mahali. Hata kama hatacheza moja kwa moja pale, lakini mshirikishe. Awe na mchango wake pale. Wakati mwingine unaweka kwenye makundi. Katika makundi, mpe nafasi ya kuwa kiongozi wa hilo kundi. Hata kama hatachangia sana, lakini ajione yeye ndio anaongoza. Yeye ndio atakupa ripoti ya jinsi kundi lake limefanya. Kwa hivyo mshirikishe katika kazi za hapa na pale. Kwa hivyo hapo atajihisi kuwa ako pamoja na wenzake, atajihisi kuwa yeye ni mlemavu. Atahisi kuwa yeye ni moja ya wenzake, na kila ambacho utakuwa wamepata atajua pia mchango wake pale. Naam. Kuna hili swala la jinsia. Naam. Unadhani ama unafikiri kwamba, ama ni mbinu gani ambazo unatumia
kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wa kijinsia ambao unatendeka katika wanafunzi ambao unawafundisha, hususan katika michezo. Kwa mfano nimeshuhudia kwamba wakati mwingine mwalimu atachukua wanafunzi wavulana aingie nao uwanjani, atoe amri ama atoe maelekezo, alafu wanacheza soka. Alafu wasichana wakati mwingi hawako sawa sana katika, wapo sawa lakini sio kama wavulana. Alafu watafanya mchezo kidogo, alafu wavulana wataingia wacheze, wasichana watakaa pale nje ya uwanja pengine wakicheza mchezo yao midogo midogo kwa kutengwa. Unaonaje swala hili? Yani ni mbinu gani ambayo unatumiwa kuhakikisha kwamba kama ni soka, wavulana wanapatiwa nafasi yao na wasichana wanapatiwa nafasi yao 100%, hakuna yule ambaye anadhani kwamba ama anahisi kwamba amedhulumiwa katika jambo hilo? Manake lipo, utagundua hata shuleni utaona kwamba timu za wavulana zinapatiwa nafasi kubwa, na jumla hata katika nchi ya Kenya timu ya Harambee Starlets inapocheza Kasarani ama Nyayo ama katika uwanja wote, hakuna ule hamasa kubwa, huoni watu wengi wakienda kutazama. Lakini ikiwa ni Harambee Stars ya wavulana, ya wanaume kunradhi, utapata watu wengi wanajaa pale. Angalia mfano sasa hivi kuna World Cup ambao ni wanaume, kila mtu amesisimuka anataka kusikiliza. Lakini hata kama ipo ya wanawake iko chini sana, hakuna mtu anataka kusikia. Je, unaonaje swala hili? Naam, hili ni jinamizi ambalo limekuwepo nchini. Napata jinsia ya kike imepewa nafasi finyu sana katika mchezo. Kwa hivyo katika mazingira ya shule usiwaonyeshe kuwa hili somo ama huu mchezo ni wa jinsia ya kiume. Kwa hivyo unawapa muda wa kutosha tu. Unawapa muda wa kutosha. Kama ni masomo, wacha wasome muda wa kutosha. Lakini sasa pale ambapo kunakuwa na muda ambao ni tofauti, kuna wale wanataka kutia bidii ama kuwa na muda zaidi. Wavulana wao hupenda sana. Unapofunza mara nyingi watakuomba muda zaidi wa kuendelea kucheza. Kama ni mpira waendelee. Lakini wasichana ile morale, interest huwa inaisha haraka. Unapomfunza pale muda kidogo, anaenda nakaa pale yeye akwe shabiki. Lakini katika mazingira ya shule mwalimu haruhusiwi kutenga mwanafunzi wote. Maana wale wote ni wanafunzi. Mpe tu kila ambacho anafaa akipate. Yeye mwenyewe atafikiria kuwa ataendeleza ndoto hizo. Kama ako na nia ya kuendelea mchezo huo ataendelea, lakini wape kiasi sawa na yule ambao umempa kiume. Mpe na pia jaribu kuelekeza tu umuhimu wa michezo kwa ujumla, importance of sports activities. Waambie tu kwa ujumla ili wenyewe waone wenyewe tunafaa kujitahidi katika sehemu hii. Zamani nimekumbuka zamani tukiwa shuleni kulikuwa na michezo, halafu mmoja kati ya walimu ambao walikuwa wanatufundisha pale shuleni kwetu alipata nafasi ya kuwa refa. Kwa hivyo akawa anaendesha mechi moja muhimu sana. Nadhani ilikuwa mechi kati ya shule pinzani ambazo zilikuwa na soka ya kuvutana sana. Kwa hivyo ilikuwa mechi ambayo ilikuwa na watu wengi, mashabiki wanakijiji walikuwa pale wengi sana. Na mechi kanoga, ikawa ni 1-0, dakika zimesalia za kuhesabu. Halafu katika ule mhemko na ile hamasa, nafikiri akatoa penalty katika ile timu ambayo ilikuwa imefunga tayari. Na kukawa na watu wakawa hawajaridhika na uamuzi huo. Na mara kidogo alipopiga yule mshambulizi alipoenda kupiga penalty ile akafunga. Kwa hivyo akawa mabao mawili na ile timu nyingine haijafanikiwa, ilikuwa na 0. Wakakasirika sana, na hao waliokuwa na 0 ndio walikuwa wenyeji. Ghafla binvu mpira ukasambaratika, wanakijiji wakaingia pale uwanjani. Nakumbuka mwalimu ambaye alikuwa refa akawa maisha yake akawa hatarini. Akawa anajaribu kuzungumza, mara wachezaji wanavurugana vurugu, vita vikazuka, wanakijiji wakaanza kumrushia mawe, sijui ikawa maisha yake yako hatarini. Alipigwa, akakimbia. Sikumbuki kama aliwahi kurudi tena uwanjani kufanya uamuzi kama refa katika siku zake ambazo zilikuwa zimesalia hapa duniani. Sijui kama mambo haya bado yapo, na sijui kama kuna changamoto ambazo wewe kama mwalimu unapitia
hususan unapojaribu kujihusisha na michezo? Changamoto zipi ambazo unapitia? Manake nadhani mwalimu huyo, hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana kwake, kwamba alipata kupata tatizo kama hilo kutokana na ari yake ya kupenda michezo. Wewe unaona changamoto zipi katika taaluma yako hii? Naam, michezo lazima kuwe na nidhamu, na hali kama hiyo ni hali ambayo tunazidi kupigana nayo sana, nidhamu uwanjani. Wapa mashabiki, michezo huwa na mihemko, huwa na ushindani mkubwa sana, lakini tunapofika wakati wa usalama wa wachezaji, usalama wa mwendeshaji mechi, usalama yote yule, hata shabiki. Naam. Usalama lazima uwe uwanjani. Tumeshuhudia mambo kama hata hivi uwanja vikubwa kama ni Kasarani, Nyayo, tumeona vurugu, lakini ni swala ambalo tunalikemea sana. Kwa hivyo unapoenda kama ni muamuzi katika masuala kama shuleni, si mengi sana shuleni, si sana, lakini zile michezo shule za vijijini kule, mambo kama hayo yanafanyika. Napata wanakijiji ambao wanashabikia timu ya nyumbani, wamekuja wote wale, kila mtu amejitokeza. Napata usalama wa wakufunzi, usalama wa marefari haujawekwa. Naam. Kwa hivyo ni swala ambalo bado tunalikemea na bado tunajitahidi lisikuwepo tena, maanake inaharibu utamu wa michezo. Kwa hivyo katika shule, wanafunzi, unapoona wanafunzi wanaanza kuzozana, nidhamu iko chini. Hata kama mkuu wa idara hiyo ya michezo, pia utakuwa umefeli sana. Iwapo wanafunzi watajipata katika somo kama hilo, kupigana wenyewe kwa wenyewe, au ile kumpiga hata mwendeshaji michezo, hilo ni swala nidhamu ambalo linafaa litatuliwe mara moja. Kuna vipindi vingapi vya michezo katika wiki hivi? Na kama mara nyingi unapata vipindi vitatu. Shule zingine huwa zinaenda kinyume na ile na serikali, ratiba ya serikali, wanaweka vipindi 4. Kuna wale wanaenda wanakiuka sana. Wanaipata kipindi kimoja tu kwenye wiki. Kwa hivyo unahisi ni vyema kimoja, ama wale wa 4 ama vitatu? Hata vitano. Hata vitano. Manake unapoangalia ile mwala ama silabasi. Naam. Utapata silabasi ni kubwa sana. Kama mchezo wa soka, there's a sports academy that deals with, inashughulika na soka kwa miaka zaidi ya 8. Na somo hilo umelipa kipindi kimoja, na si hilo tu peke yake, kuna riadha pale, kuna raga, kuna kabadi, kuna kila kitu, kuna swimming. Kwa hivyo japo somo la kwata limechukuliwa katika mfumo huu, bado hatujaipa ule muda ambao unatosha ili tukamilishe yale tunayafunza yote. Unadhani kwamba inaweza ikafikia mahali uchumi wa nchi hii ukategemea michezo? Yaani ikawa, kwa mfano tumeona viwanja vinajengwa hapa na pale, na CBC inalenga sana kuhakikisha kwamba michezo inatiliwa maanani. Je, unafikiri kwamba baada ya miaka 10, miaka 20 ama miaka 50 tunaweza tukafikia mahali ambapo vipaji vikawa vinamulikwa sana na vikawa vinategemewa sana hapa nchini, kama kwa mfano kilimo kinavyotegemewa, ama ni jambo tu la kupitisha muda, ama ni jambo la watu wachache? Naam. Nina imani siku moja uchumi huu wa nchi yetu utasimamiwa na soka, kama tu jinsi Uingereza upo. Unajua Uingereza ile ligi kuu imechukua mapato ya nchi. Ligi kuu inachangia zaidi ya 70%. Ile ligi kuu kisimamishwa, uchumi wa hiyo nchi utatikisika. Kwa hivyo nina imani siku moja hapa Kenya, jinsi tu riadha tumejikita sana katika riadha, michezo mingine tunapopitia taasisi za serikali kama wizara ya elimu, wizara ya spoti na vijana, ikishirikiana na wizara ya elimu, tunaweza fikia malengo hayo. Maanake tuna vipaji vingi mno ambavyo vinapatalia pale kijijini tu,
Pata kijana kwa mchezaji mzuri sana, lakini kwa ajili hakupata mtu wa kumshika mkono, serikali haikuwatambua, wanaendea katika miadarati, wanabaki tu pale pale. Unapata ndoto zake zimeuliwa pale pale, hazijamsaidia. Kwa hivyo nina imani siku moja, iwapo tutavipalia vipaji ile vya chini, siku moja itakuwa kitega uchumi na itakuwa muhimili mkubwa sana katika maendeleo yetu ya kiuchumi kama nchi. Kuna vijana wote ambao unawajua binafsi ambao wanakimbiza ndoto zao za michezo, na unafikiri ni changamoto gani ambazo wanapitia katika hali hiyo ya kujitambua ama kufikia pale juu? Najua kuna moja kati ya changamoto ambao nadhani wanapitia ni kule kutotambulika. Naona ili mtu afikie katika ligi ya kitaifa, pengine katika mchezo wote ule ambao anashiriki hapa nchini, kuna ufisadi, kuna kujulikana. Kama hujulikani, basi mambo yako yanaishia pale chini. Je, kuna kijana yote ambao unamjua ama umewahi kuzungumza naye na nakwambia, na ukimwona unajua kwamba huyu jamaa ana kipaji, lakini unaona kila wakati anajaribu, lakini ile safari yake inakuwa ngumu kutokana na mambo fulani? Naam. Wapo wengi sana. Utapata kuna huyu kijana ambaye juzi tu kupitia katika ile programu ya Talanta Hela, huyu kijana ambaye ni vijana wawili, Adrian Kibet, Wanjala, ni vijana ambao Adrian Kibet alienda Hispania. Naam. Aha. Ni vijana ambao walikuwa katika shule walitoka katika shule ya upili. Vijana hao katika sakata yao ya kujigundua hawakuwahi tambulika na hizi vilabu vya humu nchini. Sasa hivi yupo Hispania, ile timu ya Celta Vigo ya vijana, yuacheza na yuafunga, lakini timu kama Gor Mahia, FC Leopards haikumuona. Kwa hivyo nilitarajia angeanza kuchezeshwa katika vilabu vyetu ili aonekane aende kule. Ndio maana unapata vilabu vyetu havipati ile royalties. Unajua mchezaji anapoanza kunawiri, si unapata yule mwalimu mkuu ambaye alimtafutia hiyo nafasi ya kwenda Hispania, au waziri katika yeye binafsi. Kuna ile royalties ambayo unapata anapouzwa katika timu yote. Kwa hivyo unamaanisha kwamba nikiwa na mchezaji, kwa mfano nimepata mchezaji kijijini, nikamlea, nikamfundisha, akawa kipaji chake kimekuwa, alafu baadaye akapata nafasi kuingia katika timu ya FC Leopard, alafu akatoka Leopard pengine akaingia Real Madrid. Kuna kitu kidogo naweza nikapata pale. Kingi si kidogo. Endapo mchezaji utamkuza, utamlea na afike kiwango cha kimataifa, wakati wote atakapokuwa anauzwa, kuna ile royalties ambayo utapata wewe kama umelea kipato chake. Ndio maana mchezaji kama Olunga, Ghost Mulee anapata kipato hicho hadi wakati huu, hadi atakapostaafu. Kwa hivyo unapata vilabu vingi havijakuwa na hiyo kupata hiyo royalties. Utapata mtu binafsi, Ababu na Mwamba aligundua kuwa hawa vijana wana talanta. Yeye mwenyewe kibinafsi akawashika mkono. Kwa hivyo Ababu na Mwamba katika ile kwa kibinafsi atakuwa anapata ile royalties. Na vijana hao wako na ndoto kubwa sana. Unajiuliza ambao na timu kama Manchester haijashinda vikombe kwa miaka mingi sana. Lakini timu hiyo sisi tumeshinda. Timu hiyo bado ni ya pili kwa utajiri. Unaona? Manake wao wamekuza vipaji watu kama Rashford. Green, watu wengi, Cristiano. Na Cristiano anapouzwa, bei yake ni bei gani? Bei kali, juu sana. Kwa hivyo kuna ile asilimia kidogo ya timu ambayo ilimlea, ile kocha ambaye alimlea atapata. Kwa hivyo unapata vijana hawa kina Aden Kibet hapa nchini hawakujulikana. Hadi vile ile programu ya Talanta Hela ilikuja, akapata nafasi hiyo na akaenda. Sasa hivi wananawiri, lakini hajawahi cheza hata timu ya taifa, bado hawajamuita. Kwa hivyo hapo ni peupe kuwa humu nchini vipaji ni vingi, na vijana wanapata tabu sana ili kushikwa mkono na kupanda ngazi za kimataifa ama kitaifa. Kuna mchango wote ambao teknolojia inasaidia kwa sasa katika michezo?
Sana. Teknolojia imesaidia sana. Siku hizi waweza ona video. Kama mwalimu unafunza somo hilo, waweza wachezea video. Kama unafunza mchezo wa kandanda, sheria zake, waweza wachezea video, wakaona zile kanda. Wanajifunza sana. Kitambo ndio hata utizame mchezo lazima uende katika maeneo fulani, lakini siku hizi utapata right in the comfort of your home. Unaweza tizama mchezo hii popote, waweza fuatilia yale marudio. Kama ni kuona kama mchezo kuna ile unaita review VAR, kuna hiyo review, kuna hiyo video mwendo. Utapata hata kama uko busy aje, utaufuatilia tu mchezo. Kwa hivyo teknolojia imesaidia sana kukuza vipaji na pia kurahisisha masomo ya michezo. Haya, kwa kumalizia na swali ambalo nimepanga nikuulize na unipe maoni yako kutoka moyoni. Unahisi kwamba kila mwanafunzi ama kila mtoto ana kipaji, ama kuna watoto wengine ambao hawajazaliwa na vipaji? Wewe kama mwalimu unayefundisha darasani na pia unayehusika katika michezo, katika tajriba yako, unadhani kwamba kila mwanafunzi ana kipaji, ama kuna wengine ambao baadhi ya watoto hawana kabisa vipaji katika michezo japo huwa wanashiriki tu? Naam, swala la kipaji ama vipaji ni swala ambalo si sema kila mtu ana kipaji, lakini je, kipaji hicho kilipaliliwa? Tutakuwa miaka miwili, mwaka mmoja, waweza kugundua kipaji chake. Wengi wetu vipaji vyetu havikutambuliwa kwa kuwa hakukuwa na mtu wa kutuangalia kwa ukaribu. Kuna ile tunaita talent, kuna ile tunaita ability, na kuna ile tunaita passion tu. Unapokuwa na ile passion kisha utie bidii, unaweza kuwa na kipaji ambacho ulikuwa nacho, lakini passion ni ile hamu ya kufanya kitu. Na kwa yule mtu ni talanta tu, ni kipaji anacho. Mtu ambaye ana hamu anatia bidii sana na mtu ambaye ana talanta, wakati mwingi katika fikra zangu nadhani mtu mwenye talanta huwa hafanyi mazoezi mengi lakini akiingia tu pale mambo yanakubali. Naam. Anahitaji tu kusukuma tu kidogo tu na anasonga. Lakini kuna yule ambaye ana passion na kitu. Yani anaona ni kama hawezi, lakini akitia bidii ataweza. Kwa hivyo si kila mtu akona kipaji. Lakini kuna interest mingi sana. Ambapo ungeshikwa mkono katika utotoni wako, lazima kuna kitu unaweza fanya. Si uwezi kuniambia uwezi fanya kitu katika maisha yako. Ni kweli. Kuna kitu endapo ungetia bidii, endapo ungeshikilia mkono na mtu, mzazi, mwalimu au mlezi wako yeyote yule. Kuna kitu mwanafunzi anaweza fanya. Natamani tungeendelea mpaka jioni, lakini naona muda unayoyoma. Na swali la mwisho ambalo ningependa kuuliza, kama ungepewa dakika moja tu kuzungumza na wazazi wote katika nchi yetu ya Kenya kuhusu michezo na vipaji vya watoto wao, ungewaambia nini? Naam. Wazazi, muwaruhusu wanafunzi, muwape uhuru wajigundue katika kila sehemu. Peleka mtoto shuleni, mpe nafasi ajihusishe na kila kitu. Michezo na darasani. Ili ajitambue. Wengi matamanio yetu hayakuwa kusoma hadi chuo kikuu. Mimi ningejua kuwa ningezamia swala la michezo, ningeambia mzazi wangu anipeleke katika sports academy. Singejisumbua sana na mambo mengi ambayo nimepoteza muda wangu mwingi sana. Masomo yamenisaidia, lakini iwapo ningejua kuwa... Ngoja nina swali dogo hapo tu. Mwanafunzi ambaye anaingia katika sports academy na anafanya vizuri, na mwanafunzi ambaye anaingia shuleni alafu anachukua talent yake ama talanta yake, yupi ambaye iko katika njia nzuri? Naam, wana tofauti mkubwa sana. Huyu ameanza kusoma, amejigundua kipaji chake akiwa na miaka 2 au 3. Maana unapoenda shuleni saa 1 ni mchezo. Kama ni football academy, saa 1 hadi saa 11 jioni.
kandanda. Huwezi linganisha mtoto huyo na yule ambaye alikuwa anachanganya somo la biolojia, hisabati, huwezi walinganisha. Lakini sinadhani haya masomo mengine yatamfaa akiwa huko nje baadaye. Yatamfaa endapo tu yatamfaa kwa ile fikra tu za kimsingi, yatamfaa hisabati, yatamfaa. Lakini hata katika ile football academy kuna the basic knowledge, communication skills utafunzwa, si ati ni mpira tu mpira. Kuna the basic ile itakuinua ili utuze kipaji chako. Mchezaji kama Messi hata Kiingereza hajui kuzungumza. Naam. Kwa hivyo unapata endapo mnafunza ameshikilia mkono kutoka miaka 2 na wakajua hii ndio njia yake, liwe liwalo, hii ndio njia yake, na asomee hiyo taaluma angali tutoni, huwa anaimarika sana ukilinganisha na yule ambaye amesoma mfumo wetu wa elimu akachanganya masomo 8, 9. Kwa hivyo unapata michezo hupewa tu muda zaidi. Endapo umemaliza kila kitu nikawa part time, unasoma tu I'm free, sina kitu kingine cha kufanya. Lakini wazazi na wasihi wahusisha tueni katika michezo. Huenda mchezo tu ndio risasi ya mwisho ambayo itasaidia mtoto wako, ndio kitu ambacho kitaleta mafanikio. Mtu kama mimi maisha yangu sasa yameshikiliwa na michezo. Nimekuwa mwalimu darasani, lakini mahali ambapo nafunza sasa hivi mimi ni mkufunzi wa michezo. Una mbali na kufundisha michezo darasani, una pengine timu ama hebu tueleze kidogo tu kuhusu hilo. Kwa hivyo niko na akademia yangu ya mchezo wa kandanda inaitwa Cheza Fit Sports. Hiyo ni ya nje. Pale shule tena tuko na akademia yetu inaitwa Mikisa Soccer Academy. Naona kofia hapa. Naam. Mikisa Soccer Academy. Kwa hivyo nikiwa kule, wale wanafunzi sitaki watoke waende katika akademia zingine. Kwa hivyo unawapa kile chombo wakati shule zimefungwa wako pale. Wakati weekendi wako pale. Kwa hivyo unawakuza pale. Wapo kuna yule ambaye kuna mmoja tumempeleka ameenda Uholanzi. Kwa hivyo utapata shule itachukuliwa kama mlezi wa kwanza mchezaji huyo. Kwa hivyo royalties shule itapata. Kwa huku maeneo yetu na pia katika nje, katika timu ambayo umesema ni yako, umesema inaitwa Mikisa Soccer Academy. Yako wachana na shule. Yangu ni Cheza Sports. Kwa hivyo naam. Endapo utakuza mwanafunzi ama mchezaji kutoka katika timu yako, insha Allah siku zijazo akawa mtu katika watu, atakukumbuka 100%. Manake wewe una stakabadhi. Naam. Haya, nafikiri kufikia hapo ni wazi kwamba mengi tumeyajadili hapa, na tunaona tu kwamba michezo ni kitu muhimu sana katika ukuaji na mazingira ya watoto wetu. Mgeni wetu amefafanua kwa mapana na marefu kuhusu umuhimu wa michezo, changamoto na mitazamo mbalimbali ambayo inaweza ikakuza na kuimarisha michezo katika nchi hii. Endapo kuna lolote la ziada ambalo pengine umejifunza ama unataka kuzungumzia, ni ruhusa kwamba unaweza ukaliandika pale katika comment ili tukajadili na tukalifanyia kazi katika kipindi chetu kijacho ambacho tutakuwa na wageni ambao watakuwa wanazungumzia masuala muhimu kama haya hapa katika Mwenge wa Elimu. Shukran, nazidi kutufuata katika mitandao ya kijamii na katika sehemu zote ambazo unaweza kumbuka. Hapa tunajadili masuala ya elimu na jamii pamoja na masuala yote ambayo yanahusu mimi na wewe. Tukutane tena panapo uhai. Jina langu ni Jibril Adam.